sura yake ya 4 na mashairi yake ya 13 na kumaliza 16. Hatuyapata? Basi nitasoma mimi mwenyewe kitabu. Tusimame kwa kuheshimu Mungu. Haya basi, ninyi mmesemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida. 14. Walakini hamjui yatakayokuwa kesho. Uzima wenu ni nani? Maana ninyi ni mvuke uonekanao kwa kitambo kisha kutoweka. 15. Labda ya kesho, badala ya kusema Bwana akipenda tutakuwa hai na kufanya hivi au hivi. 16. Lakini sasa mwajisifu katika majivuno yenu, kusifu wote kwa namna hii ni ubaya. Amena. Tutasoma andiko ya Mezali, tutakaa chini. Mezali sura yake ya 27. Mezali sura yake ya 27. Usijisifu kwa ajili ya kesho, kwa maana hujui yatakayozaliwa na siku moja. Ni neno la Bwana. Amena. Bwana atusaidie sana. Haleluya. Niko naongea, somo mwingine natuambia achia Kristo apangie maisha yako. Haleluya. Achia Kristo apangie maisha yako. Maneno ambayo tunatoka kuzungumza katika kitabu cha Yakobo, Biblia takatifu inasema kuna kutanika watu ambao walikuwa na pesa zao, ni watu ambao walijisifia wao wenyewe, walisahabu ya kwamba mwenye kuwa na uwezo ni Mungu mwenyewe, walisahabu ya kwamba mwenye kuwa na mamlaka juu ya mwanadamu ni Mungu. Na ndiyo maana katika kitabu cha Yakobo inatuzungumzia kusema ya kwamba wao wenyewe walianza kujisifu na kuanza kupanga kusema kesho nitaenda kufanya vitu fulani, wakasababu ya kwamba mwenye anakuwaka Bwana wa siku ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Wakasababu ya kwamba mwenye kuwa na uwezo ya kupatiana kuishi ni Mungu, wakamsahau, wakaanza kujitegemea, wakaanza kujiona ya kwamba wana uwezo ya kujifanyizia, kumbe wakasahau Mungu. Lakini nikapenda Yakobo wakati anaanza kuzungumuza na kufundisha watu wote, akawaambia msingelijisifu kusema nyie ndio mna mamlaka ya kujipatia uwezo ya kuishi, msingelijisifu kusema nyie ndio mnajitawala. Hapana, mkumbuke ya kwamba mwenye kuwa na uwezo kwa maisha ya mtu ni Mungu. Mkumbuke ya kwamba mwenye kuwa na uwezo ya kupatia mtu uzima ni Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen, amen, amen. Batoto ya Mungu mnasikia hapa,
Kuna watu ambao wanajizani ya kwamba wana mamlaka juu ya kitu kingine, wanajizania ya kwamba wanakuwa na nguvu. Lakini nitakwambia mpendwa, mwenye iko na maisha ya mwanadamu ni Mungu. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kuwa una pesa mikononi mwako, lakini hauna uzima.